mambo inaenda imekuwa magumu, labda tulipita njia isiyo kweli. Sasa tunaingia kwa neno leo, tujifundishe na tuangalie kule tulikosea, ama huwa tunafanya hivyo ama tunafanya kinyume. Semeni amen. Kwa hivyo tunaanza na Deuteronomy 28:1-12. Inasema all blessings come from the Lord. Without God it is hard to be blessed. Yaani unaweza kuwa uko na Mungu na unaweza kuwa unaenda kwa madhabahu, lakini kwa njia zile unapitia, haupiti kwa njia zile za kufuata kanuni. Umepita njia za shortcut, unakuta njia zenye unapita haziendani na baraka. Semeni amen. Sasa tusomee Deuteronomy 28:1 kuanzia 1. Deuteronomy na Kiswahili. Kumbukumbu za Torati. Sasa na Kikuyu. Kutoka Kibandani. Mtumie rangi. Si vipi peke yake. Umesikia mimi nimekuingia saa hiyo. Si our fault. Tumekuzwa kwa ukitoka ukienda Bible school Kizungu tu. Mpaka unasahau mimi mambo Kizungu. Nilikuwa nasoma Bible ya Kikuyu yote. Lakini wakati wenye nimekuwa mkubwa, hata Kiswahili yenye nimefunzwa nayo rahisi, hata si subiri na itakuwa kidogo. Tuzame Deuteronomy 28 kuanzia mstari wa kwanza. Kama ukimtii Bwana Mungu wako kwa bidii na kufuata amri zake zote ninazokupa leo kwa bidii, Bwana Mungu wako atakuweka juu ya mataifa, atakuinua katika dunia. Baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata kama ukimtii Bwana Mungu wako. Amen. Utabarikiwa mjini na utabarikiwa mashambani. Amen. Ya 4. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na mazao ya nchi yako. Amen. Wanyama wako wachanga wa kufugwa. Yaani dama wa makundi yako ya ng'ombe na wana kondoo wa makundi yako. Ya 5. Kizungu inaingia hapo. Kapu yako na vyombo vyako vya kukandia vitabarikiwa. Yes. Ya 6. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Amen. Ya 7. Bwana atasababisha adui wainuao dhidi yako kushindwa mbele yako. Watakujia kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Ya 8. Bwana ataangaza baraka juu ya ghala zako na juu ya kila kitu utakachogusa kwa mkono wako. Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi anayokupa. Ya 9. Bwana atakufanya kuwa taifa lake takatifu kama alivyokuahidi kwa kiapo, kama ukishika maagizo ya Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake. Ya 10. Kisha mataifa yote ya dunia wataona kuwa unaitwa kwa jina la Bwana, nao watakuogopa. 11. Bwana atakupa kustawi kwa wingi katika tunda la uzao wa tumbo lako, katika wanyama wachanga na wa mifugo yako, na katika mazao ya ardhi yako, katika nchi uliyowapia baba zako kuwapa. 12. Bwana atafungua mbingu, ghala zake na baraka, kukupa mvua kwa majira yake, na kukubariki kazi zako zote za mikono yako. Utakopesha mataifa mengi, lakini hautakopa kwa yeyote. Ya mwisho, hautafanya nini? Roho ya madeni tuachane nayo kanisa. Si roho ya Mungu. True my brother. It's better you go through, wachana na deni. Ukiingia kwa deni, watu wanadili kwa maisha. Na ukiingia kwa deni, wanakuingisha kwa mababu yao kwa sababu washanenea zile pesa. Na wakati wenye maneno wenye tunalipisha, tunapea zile pesa wataweza kulipa. Tuwachote. Hivyo ndio maneno kwa mababu zao. Sasa wakati wenye wanakupatia deni, mtu wa Mungu. Nasikia hapo tunataka kusema tuache kukuliza.
is not right. Tukiangalia Deuteronomy 28:1 inasema, tiini na mfuate hekalu ya njia na vile na mapenzi yangu. Na tukifuata njia za Mungu, hakuna siku bahasha itatununulia kazi. Tuambo. Daudi kaja kai baba yeye. Ukitoa bahasha hapa nikakule, sitakusaidia kazi. Sitakutafutia kazi. Lakini kulingana na vile mchungaji yako kutoa ni mzuri. Lakini kuna mahali inafika ninakudanganya, unadelay kwa maisha. Hivyo tubaki huruni hapo. Tutapigwa na Mungu kwa sababu yetu hatukuwapitia je inafaa. Lakini